Tunapoadhimisha sherehe ya mwaka huu na kitaifa kila baada ya miaka mitano, tunaadhimisha pia tukifanya tathmini ya utekelezaji wa malengo mbalimbali yaliyoandaliwa na kutolewa na mkutano mkuu wa wanawake wanne uliofanyika mwaka 95 China katika mji maarufu wa Beijing. Tunafurahi tukiamini walau tumefika kwenye kilele cha mafanikio napokuwa na rais wa nchi mwanamke, hali ambayo haikupata kutokea ndani ya miaka 60 ya uhuru. Na sio kwamba wakuwepo wanawake wanaoweza, lakini naamini wakati wa Mungu ni wakati sahihi, na wakati wenyewe ulikuwa huu ndani ya miaka hii minne. Lakini mimi nataka niseme moja kwenye demokrasia. Tunapoadhimisha miaka 30, tunasema tumepata mwanademokrasia madhubuti. Ni rais wa kwanza ambaye alitathmini mfumo wa vyama vingi, miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi, tulipotoka, tulipo, na kuweka mazingira wezeshi. Tunapoadhimisha mwaka huu, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwamba kupitia tathmini ya mfumo wa vyama vingi na namna alivyounda kikosi kazi na kuja na slogan ya 4R: maridhiano, ustahimilivu, kujenga jamii mpya na maboresho, ambayo yalipelekea kuundwa kwa sheria 3 mpya kwa mpigo na kuidhinishwa bungeni, sheria ambazo zimezingatia pia zimepambana na kuzingatia usawa wa kijinsia. Ni hatua ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa utayari wake wa kuweka mazingira wezeshi, ambavyo leo vyama vya siasa vinafanya siasa, vinafanya maandamano, vinafanya makongamano, na yeye kwa kuonyesha mwanadiplomasia madhubuti na mwanademokrasia kwa kuhudhuria sherehe za wanawake, siku ya wanawake duniani kwa chama pinzani, ni hatua ambayo kwa kweli si rahisi kwa baadhi ya nchi pia. Kwa hiyo tunatambua kupitia sheria ya vyama vya siasa imeweka nafasi vyama viongeze uwakilishi wa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Imevitaka vyama. Kwa hiyo ni imani yangu Chama cha Mapinduzi kwa kuwa ni kiongozi kimekubali hiyo sheria. Lakini tuna sheria ya Tume ya Taifa ya Tume Huru ya Uchaguzi. Ni mama yetu, rais wetu, kwa mara ya kwanza amefanya mapitio na kukubali mapendekezo wa kuunda tume huru, kwamba wajumbe watateuliwa kupitia mchakato wa kuomba, kusailiwa, kupeleka majina, ndani yake ndio kuteua, lakini pia hata mwenyekiti na makamu. Lakini kupitia uwezeshaji wa tume hiyo tuna uhakika uchaguzi utakuwa huru. Lakini la mwisho, kwenye sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, kuweka kosa la ukatili wa kijinsia kuwa ni miongoni mwa makosa ya kiuchaguzi. Maana yake inatupa fursa wanawake na hususan wasichana kwenda kwenye uchaguzi tukijiamini kwamba ile vita ya kutubeza, ya kututukana, ya kutudhalilisha kwamba imepata 40 mwaka huu, hilo ni kosa la jinai. Kwa hiyo nataka niseme tuna kila sababu ya kuadhimisha kitaifa, tukifurahi kwamba licha kazi nzuri kwenye mambo ya sekta za kijamii, lakini kwenye demokrasia maandalizi yamewekwa na mazingira ya wezeshi. Ni kazi yetu sasa. Kauli mbiu imesema tujitokeze, kila mmoja apime nafasi anayoiweza, na kwa uwezo wa Mungu, kwa huku tukijiandaa kumwezesha tena mama yetu Samia Suluhu Hassan kupitia kura halali na ni nyingi kwa taifa letu, kwa kazi aliyoifanya, ambapo sisi wawakilishi wenu, mimi mjumbe wa kamati ya bunge ya bajeti, tunaidhinisha mafedha. Tumeona serikali inavyokusanya mapato na fedha zinavyoenda kwenye miradi ya maendeleo, na jana tulikuwa kwenye RCC, tumeona halmashauri zetu zikifanya vizuri kwenye ukusanyaji wa mapato, na tumeona mpaka sasa mkoa wetu umepokea 90% ya fedha za maendeleo kwa ajili ya miradi mbalimbali. Mama Samia oye! Mungu awabariki sana.